Dieu Mungu ne va rien gagner quand nous allons souffrir et échouer sur cette terre. hawezi kufaidika kama tunateseka hapa duniani. Vizuri. La réussite est ici. Mafanikio yako kichwani hapa. Et l'échec est ici. Na kushindwa kufeli Lorsque kuko hapa. tu enregistres l'échec ici, Ukiwa una rekodi, unaeka, una save mafanikio et tu dois vivre ça. na utayaishi. Si tu as une bonne chose, Kama ukiwa na kitu chema, Dieu ne va pas permettre que cela parte. ukiwa na kitu chema, Mungu hawezi kuruhusu kiondoke. Mais si ce n'est pas une bonne chose, Kama sio kitu chema, Dieu va permettre. Mungu ataruhusu Même kiondoke. si tu pleures, Hata kama mais Dieu va unalia, permettre Mungu ataruhusu que kiondoke. cela parte. Ataruhusu tu Je kiondoke. voulais parler à une chose. Ninataka kumwambia mtu, Wewe mwana chibi chidi kanga, wewe ukiona milango imefungwa, mani hanyuma kako na bwana bonsongutu. inamaanisha kwamba nyuma ya mlango hakuna kitu cha maana. Sifiwe. Amen. Nous disons un grand merci à notre Dieu, Tunamwambia Mungu wetu asante kubwa. lui qui est le maître des temps et des circonstances, Yeye mwalimu wa nyakati na majira. lui qui a voulu nous déplacer d'une terre lointaine et nous ramener dans cette ville de Yeye Dar es ambaye aliweza Salaam. kuruhusu nitoke mbali ili nifike leo hapa Dar es Salaam. Que son nom soit loué. Jina lake lisifiwe. Je remercie encore mon grand frère bien, l'apôtre John Kapeta. Ninamshukuru tena kaka yangu mzuri ambaye ni Apostle Un John homme bien Kapeta. qui m'aime beaucoup, y compris sa Mtu complice, mzuri maman ambaye mamie. ananipenda Est-ce pamoja qu'on na peut acclamer mama. pour cet homme de Tunaweza Dieu? kushangilia kwa ajili yake. Amen. Amen. J'ai béni aussi l'équipe qui travaille avec lui, tous les hommes de Nashukuru Dieu pia et les servants. watumishi wote Que ambao Dieu vous wanatumika bénisse. pamoja naye. Mungu awabariki. Le chantre, la sécurité, le protocole, je vous bénis Waimbaji, tous. maprotocol, kila mmoja wetu Mungu awabariki. Et vous aussi qui êtes là cet avant-midi, Na que nyie Dieu mko hapa, vous bénisse. Mungu Est-ce qu'on awabariki. peut acclamer encore le Seigneur? Mshangilie Bwana tena. Amen. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine que je suis né pour Umwambie réussir. jirani yako kwamba nimezaliwa ili nifanyikiwe. Non, non, s'il n'est pas gentil, cherche notre personne, dis-lui. Chagua mtu mwingine, kama yeye hawezi kukujibu vizuri, mwambie nimezaliwa ili nifanyikiwe. Je suis né pour réussir. Nimezaliwa ili Si nifanyikiwe. toi tu es né pour échouer, Kama wewe umezaliwa ili mais kushindwa, moi, lakini mimi passé Sylvain Chilombo, Deborah je Muswamba suis né et non nimezaliwa pas pour échouer, sio kwa kushindwa, mais je suis né lakini nimezaliwa pour réussir. ili nifanyikiwe. Même si dans notre famille, Hata kama kwenye les familia gens ne yetu réussissent pas, watu hawafanyikiwi, mais moi, lakini mimi je sais, ninajua, en âme et conscience, najua je vizuri suis né nimezaliwa pour réussir. ili nifanyikiwe. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Mwanzo 1 mstari wa 26. C'est notre texte de base. Suivez-moi bien. Hicho ndio kilikuwa kitabu chetu mama. Dieu dit, Mungu anasema ici ce n'est pas ton père. hapa, aliyesema sio baba yako. Ici ce n'est pas ton père. Hapa sio baba yako. Ici ce n'est pas question de ta mère. Hapa sio mama yako, Moi encore du président. sio raisi, Aucun organisme international. sio organization yoyote ile. Mais ici la Bible dit, Hapa Biblia inasema, Dieu dit. Mungu anasema. Amen. Amen. Dieu dit, Mungu anasema créez l'homme tumfanye mtu à notre image, kwa mfano wetu, à notre ressemblance, kwa mfano wetu, qu'il domine sur toutes choses. ili atawale kwenye kitu chote. Et Dieu le bénit. Na pia Mungu amembariki. Suivez-moi très bien. Unifuate vizuri. Dieu Mungu ne va rien gagner quand nous allons souffrir et échouer sur cette terre. hawezi kufaidika kama tunateseka hapa duniani. Dieu, il est Dieu tant que ses enfants ont reçu. Mungu ni Mungu wakati watoto wake wanafanyikiwa. Mais en matière de la réussite sur la terre, Lakini kuhusiana na kufanyikiwa hapa duniani, il y a des choses. kuna vitu viwili. Il y a la part de Dieu Kuna sehemu ya Mungu et la part de l'homme. na kuna sehemu ya mwanadamu. Dieu ne fera pas tout pour que tu Mungu réussisses. hawezi kufanya kila kitu ili ufanyikiwe. Mais c'est toi qui dois faire tout pour réussir. Lakini wewe ndio inabidi ufanye kila kitu ili ufanikiwe. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika le Bwana, chèque est orphelin. kushindwa ni yatima. Quand tu échoues, c'est la honte de ta famille. Ukiwa unashindwa ni aibu ya familia yako, ni aibu ya wazazi la wako, honte de ta femme, ni aibu ya mume c'est la wako, honte de ton mari, ni aibu ya mke c'est la wako, honte de tes ni enfants. aibu Tu yako. n'auras aucun discours à prononcer aussi longtemps que tu as échoué. Hauwezi kuwa na neno ya kuongea ukiwa umeshindwa. Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Unifuate vizuri ndugu La mpendwa. Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu Mungu
avant de créer l'homme, kabla muumbe mwanadamu, il a créé toutes choses, aliumba kila kitu, y compris toutes les matières précieuses. vitu vya muhimu sana ambavyo aliweza kuviumba. Voilà ce que Dieu va faire. Angalia kile ambacho Bwana anafanya. Dieu prend toutes les matières précieuses, il Mungu enfuit en amechukua sol. vitu vyote vya thamani, amevificha ndani ya chini ya udongo. Suis-moi très bien. Unifuate vizuri. Maintenant, d'autres choses, il les a exposées. Kuna vitu vingine ameviweka tu hadharani hivi vinaonekana. Il a exposé le papayer, Kuna miti ya embe, le banane, ya papai, matunda tunaona Le mamiti. mangue. Miti ya matunda il tunayaona. a exposé là, c'est facile. Ameviweka hivi tunaviona na macho Mais les yetu. matières Lakini précieuses, vitu vya thamani il a caché. ameviweka chini, amevificha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naongea na mtu, C'est-à-dire, inamaanisha la kwamba réussite, c'est kufanikiwa un sacrifice. ni Il faut kujitolea payer le prix. ambacho inabidi kulipia Parce gharama, que la voie de la réussite kwa sababu njia ya kufanikiwa n'est pas accessible à la facilité. haiko rahisi ili ukapate Tu kuifikia. as besoin de diamants, Unapenda upate tu as diamond, besoin de l'or, unapenda upate tu as dhahabu, besoin de lithium, de coltan. unapenda kupata vitu vya muhimu, vitu vya Dieu l'a bei. caché sous sol. Mungu amevificha chini. C'est-à-dire, Inamaanisha ya kwamba la réussite mafanikio n'est pas facile sio rahisi, et ne sera jamais facile. haiwezi yakawa rahisi. Mais écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri, Écoutez-moi bien. unisikilize vizuri. Tu ne peux pas réussir aussi longtemps que tu n'as pas l'image de la réussite dans ta pensée, dans ta tête. Hauwezi ukafanikiwa kama bado hauna na picha ya mafanikio kwenye akili Regarde-moi zako. bien. Unisikilize vizuri, Regarde-moi bien. uniangalie vizuri. La réussite est ici. Mafanikio yako kichwani hapa Et l'échec est ici. na kushindwa kufeli kuko Lorsque hapa. tu enregistres l'échec ici, Ukiwa una rekodi, unaweka, una save mafanikio et tu dois vivre ça. na utayaishi. Mais quand tu enregistres maintenant Ukisave, la réussite ici, ukisave mafanikio kwenye c'est kichwa alors chako, que tu dois vivre cela. hapo ndo utaishi hayo Écoutez-moi mafanikio. bien. Unisikilize vizuri. Voilà ce qui me fait la joie. Ona kile ambacho kinanipa furaha. On ne réussit pas quand on a l'argent. Hatufanikiwi wakati tuna pesa. On doit d'abord réussir dans la pensée et on va toucher l'argent, on contribue. Lazima tufanikiwe kwanza kwenye akili yetu, baadaye ndio tunapata pesa. La différence entre un riche et un pauvre, c'est quoi? Utofauti kati ya tajiri na maskini ni nini? Vous donnez $100 à un pauvre, Unampa maskini dola 100, il va vite à Kariako, anaenda haraka sana Kariakoo, anunua sketi, anunua blouse. parce que dans sa pensée, Kwa sababu kwenye fikra zake, il a que l'image des nouvelles habits, des nouvelles robes, kwa des sababu sandales. anajua tu mimi ninabidi nivae sketi, nivae blouse. Mais quand vous donnez à un riche $100, Lakini ukimpa tajiri dola 100, il va fructifier ça. anaenda kuizalisha. Et après, il aura 500 ou 1000. Baadaye atapata zaidi. Mais toi, tu as $100, tu achètes les habits. Lakini wewe una dola 100, unaenda kununua nguo tu. J'ouvre une parenthèse. Nafungua mabano. Vous savez, tu ne peux pas réussir dans la vie si vous n'avez pas investi. Hauwezi ukafanikiwa kwenye maisha kama hujawekeza. Bishop, permettez-moi, je rentre dans l'entrepreneuriat. Je vais parler quelque chose. Naomba nirudi kidogo kwenye Tu ne mafundisho ya peux pas wiki. réussir si tu n'as pas investi. Hauwezi ukafanikiwa kama Et hujawekeza. tu ne peux pas investir si tu n'as pas l'image d'investir. Hauwezi ukawekeza kama hauna na picha ya kuwekeza. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Ça va, en matière d'investissement, Kuhusiana na masuala ya il y kuwekeza, a l'investissement passif kuna uwekezaji ambao unaonekana et l'investissement actif. na uwekezaji ambao uko Active. ambao unafanya kazi uko Okay. kwenye movement. Ok, j'explique. Naelezea vizuri. L'investissement passif, Uwekezaji ambao unaonekana, c'est un investissement. Quand vous investissez, vous attendez rien. Mais vous avez investi. okay. Uwekezaji ambao hauonekani ni uwekezaji ambao unawekeza lakini hauone kitu, hautegemei kitu. Mais l'investissement actif, Lakini uwekezaji ambao uko na movement c'est un investissement productif. ni uwekezaji ambao uko nazalisha. Amen. 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 Moi, j'ai $100. Mimi nina dola 100, J'achète mes marchandises. ninanunua bidhaa Je vyangu, dois les revendre. ninaenda kuuza. Et toi, avec ton $100, Lakini wewe na dola tu as 100 acheté les habits. unanunua nguo. Après les habits, tu vas les revendre à combien? Hizo nguo utaziuza kwa nani na shilingi ngapi ukiwa umeshazivaa? Amen. 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 Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri.
Une fois, il y a une sœur qui est venue me voir à l'église. Siku moja dada fulani amekuja kuniona kanisani. Pasteur Sylvain, je suis fatigué, je suis venu que tu pries ton Dieu, me donne l'argent. Amesema Pastor Silva, nimechoka, naomba uniombee Mungu wako anipe pesa. Et cependant, il avait iPhone 12 à main. Hapo alikuwa na iPhone 13 mikononi. Je lui ai dit que non, garder Dieu, chercher Dieu, la communion de Dieu, c'est tout un sacrifice. Je ne peux pas abuser de prière pour toi. Amemwambia kwamba kuomba kuili Bwana kufanyikiwe inabidi kujitolea. Siwezi nikafanya hicho kitu. Je lui ai dit ceci. Nimemwambia kwamba Je ne vais pas prier pour toi. Sitakuombea. Comme tu veux que Dieu te donne l'argent, kama unataka Mungu akupe pesa, on doit vendre ton téléphone. Inabidi tuuze hiyo simu yako. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Certaines choses, ça ne demande pas la prière. Kuna vitu vingine vitaji maombi. Attends, je vais te choquer maintenant. Nataka nikuumize zaidi. Attends, je vais te choquer. Ngoja nikuumize zaidi. C'est l'ironie, c'est l'idiotie de penser que tout tes problèmes aura comme solution la prière. Non. Ni makosa kufikiria kwamba kila shida ambazo tunazo kwenye maisha yetu ni maombi tu. Inahitaji maombi hapana. Je reprends. Narudia tena. C'est l'idiotie, l'ironie de penser que tout tes problèmes aura comme solution la prière. Non. Ni makosa kufikiria kwamba kila shida kwenye maisha yetu itafanikiwa na maombi. Ni makosa. Et quand je dis cela, je ne suis pas contre la prière, mais je veux nikiwa naongea hivyo siko kinyume na maombi, inabidi ufanye kila kitu ufanye nafasi yake. Vous savez, les Africains et les chrétiens, ils sont devenus trop spirituels, plus que la spiritualité elle-même en question. Waafrika na Wakristo wamekuwa watu wa kiroho sana kuliko mambo hata yenyewe kiroho. Trop spirituel plus que la spirituelle, même de telle sorte que le Saint-Esprit s'inquiète. Unakuwa kiroho sana kuliko hata roho yenyewe, hata Roho Mtakatifu anashangaa. Et les Africains, surtout les chrétiens, Wakristo wengi na Waafrika, ils veulent tout spiritualiser. Wanataka kufanya kila kitu kiwe kiroho. Non. No, amna. Amen. 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 Mais écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. La sœur a refusé. Huyo dada amekataa kuuza simu. Mais tu m'as demandé de prier, de te donner l'argent. Umeniomba niombe Mungu akupe pesa. C'est question de prière. Hapa sio masuala ya maombi. Écoutez. Unisikilize. Vous savez, dans la vie, kwenye ndani ya maisha certaines choses, kuna vitu vingine il faut faire tourner la tête. Inabidi kuzungusha kichwa. Faut tourner la tête. Zungusha kichwa. Ne vous cachez pas de la prière pour s'échapper à tes responsabilités. Usidanganye unajificha kwenye maombi unakimbia majukumu yako mengine. Est-ce que je me fais comprendre? Unanisikiliza vizuri? Papa, maman dit que non, il n'y a pas la nourriture. Oh non, ma chérie, prions Seigneur. Non, non. Unaenda kumwambia mama kwambia baba, mama anasema hamuna chakula ndani. Wanasema tutamuomba Mungu, tutafanya maombi. Un frère qui dit à sa femme lui dit que non, il n'y a pas à manger, dit que non, prions le Seigneur. Kuna mke mmoja amemwambia mume wake kwamba hamuna chakula ndani. Mume wake anasema tumuombe Mungu. Hapana. Donc la sœur là, elle ne voulait pas que je le ramène à la raison, mais elle voulait se cacher sur la prière. Huyo dada akotaki nimwambie ukweli, anapenda tu kuambatana na maombi. Je lui ai dit on va vendre le téléphone. Nimemwambia tutauza hii simu yako. On n'aura pas moins de 300 400 dollars. Hatuwezi tukapata chini ya dola 300 hapa. Et maintenant tu amènes cet argent là. Ukileta hizo pesa, j'enlève la dîme. Natoa fungo la 10. Je dois prier pour l'argent là. Ninaomba kwa hiyo pesa pour que j'aille faire quelque chose. Ukafanye kitu. Je ne peux pas gaspiller mes prières. Un bon militaire ne gaspille pas les munitions. Kwanza kuomba. On est ensemble. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Mais écoutez-moi bien maintenant. Unisikilize vizuri ndugu mpendwa. Vous savez, unajua les pauvres ne veulent pas qu'on les ramène dans la réalité de la vie, mais ils veulent qu'on l'amène dans les illusions de la prière. Wamaskini hawapendi kuwapeleka kwenye ukweli wa maisha, lakini huwa wanapenda kuwapeleka kwenye vitu vya maombi ambavyo vihitaji hata maombi. Maman, je vais parler une chose. Nataka niongee kitu. Toi, tu n'es pas soumise à ton mari. Wewe haumtii mume wako. Tu n'écoutes pas. Hausikii. Maintenant, il y a un problème. Hapa kuna shida. Quelle prière on va faire pour toi? Tutafanya maombi gani hapa? Il n'y a pas une prière. Hakuna maombi ya kufanya. Sois soumise. Wewe unyenyekea. Amen. 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 Est-ce que me fait comprendre? Naeleweka vizuri. Certaines choses, kuna vitu vingine faut tourner la tête. Inabidi kuzungusha kichwa. Mais écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Si tu n'as pas
une image de quelque chose, kama una picha ya kitu fulani, même si on t'amène la chose en question, hata kama wakikuletea hicho kitu, mais comme tu n'avais pas cette kwa image-là, sababu ulikuwa hauna hiyo picha, tu ne vas pas accepter. hauwezi ukakubali. Cha De kwanza. deux, tu vas accepter, tu vas cacher ça parce que ce n'était pas Cha dans ton image. pili, utatumia vibaya kwa sababu ilikuwa haiko kwenye fikra zako. Amen. Amen. Vous savez, j'ai toujours parlé même dans des réunions avec le jeune. Huwa naongea hata kwenye vikao pamoja na vijana. J'ai un enseignement que j'ai toujours parlé avec qui me marierai. Kuna somo mimi huwa nawafundisha kusema kwamba na nani ambaye nitaolewa naye au kuoana. Si tu veux voir un bon mariage, Ili upate ndoa nzuri, et d'abord l'image de l'homme que tu veux épouser ou la femme que tu veux épouser. uwe Ça va kwanza t'aider. na picha ya mume ambaye atakayekuoa au mke ambaye utakayemuoa. Ça me fait comprendre. Naeleweka vizuri? Amen. Amen. Avant que Dieu crée l'homme, Kabla Mungu akumuumba Dieu mwanadamu, avait l'image de l'homme et l'homme n'existait pas. Mungu alikuwa na picha ya mwanadamu kabla mwanadamu aishi. C'est-à-dire l'homme a existé dans la pensée. Inamaanisha avant que Dieu kwamba crée. mwanadamu alitangulia kuishi kwenye fikra ya Mungu. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Dieu n'est pas un dictateur. Mungu sio dikteta. Dieu ne t'impose pas. Mungu asikulazimishe. Dieu va respecter ta volonté. Mungu ataheshimu namna yako, choice yako. Je te pose 4 questions. Na kuuliza maswali manne. Tu veux réussir, oui ou non? Unataka kufanikiwa ndio au uongo? Deuxième question. Quand? Swali la pili, muda gani? Lini? Quand? Lini? Par quel moyen? Swali ya tatu, kwa namna gani? Et à quel prix? Swali ya nne, kwa gharama gani? Amen. Amen. Mais Dieu avait l'image Mungu alikuwa na picha de créer l'homme ya kumuumba mtu à son image. kwa mfano Et wake, non pas à l'image des anges, sio kwa mfano wa malaika, à l'image de Dieu. kwa mfano wa Mungu. Amen. 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 Deuxième des choses. Kitu cha pili, Tu ne peux pas réussir sans pourtant préparer ta réussite. hauwezi ukafanikiwa kama hujaandaa mafanikio yako. Je reprends. Narudilia Tu ne tena, peux pas réussir aussi longtemps que tu n'as pas préparé ta réussite. hauwezi ukafanikiwa kama haujaandaa mafanikio yako. Toute réussite est comparée à un voyage. Un voyageur se prépare toujours par rapport Mafanikio à là où il va. yote inafananishwa na mtu ambaye anaisafiri. Kabla usafiri unafanya maandalizi kabla usafiri. Une personne sérieuse connaît là où il va et par quel moyen il va emprunter. Une personne sérieuse. Mtu ambaye yuko serious anajua anaenda wapi na vitu gani inatakiwa kuandaa ili nielekee unakoenda. Il n'y a que le diable qui n'a pas un projet, qui n'a pas une Ni adresse. Lui, il shetani tu parcourt la ndo terre. yeye anaga mipango, yeye ni yuko hivyo hivyo. Mon frère, ma soeur, Ndugu mpendwa, dada yangu, kaangu, quand vous préparez votre réussite, ukiwa unaandaa mafanikio deuxième yako, des choses, kitu cha pili, tu dois avoir un projet inabidi uwe na lengo na où project, ta réussite va se reposer. mali ambapo mafanikio yako itakuwa imekaa. Unifuata mzuri, fuata. Unielfate Fuata vizuri. huku. Mimi nasema hivi, Nasema hivi, kama huku unashinda projet, kama hauna lengo, hauna mipango, oublie la réussite. sau mafanikio, Parce que ta réussite kwa sababu mafanikio va se yako reposer sur ton projet là. inabidi pumzike kwenye mipango yako au kwenye lengo lako. Raison pour laquelle Ndio maana Dieu ne va pas t'aider à réussir, Mungu hawezi kukusaidia mais kufanikiwa. Dieu va exaucer la prière faite en fonction du projet pour la réussite de ta vie. Mungu atajibu maombi ambayo umefanya kwa ajili ya mipango fulani ya maisha yako. Jérémie chapitre 11 verset 29, la Bible dit ceci. Yeremia mstari wa 29, Biblia inasema C'est Dieu. ni Mungu, Je connais le projet que j'ai formé sur vous. ninayajua mawazo ambayo ninayo juu yenu. Donc le Dieu qui a créé l'homme à son image Mungu a un projet. aliyemuumba mwanadamu kwa mfano wake ana malengo. Maintenant, chose curieuse, la personne créée à l'image de Dieu, Lakini yule ambaye ameumbwa na mfano wa Mungu il mwenyewe veut réussir sans projet. anataka kufanikiwa bila mipango. Amen. 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 Les projets de paix et non pas de malheur. Mawazo ninayowawazia nyie ni mawazo mema wala sio mabaya, Afin de vous donner un avenir meilleur. ili niwape matumaini mazuri. Amen. Amen. Maintenant, il y a 3 sortes de réussites. Kuna aina 3 ya mafanikio. Vous voyez comment vous m'avez pris au moins 10 minutes pour
pour récapituler, afin que vous ayez la même pensée de quoi que c'était Unaona passé namna pendant ambao la semaine. umenichukua dakika zangu 10 ili nikapate kurudia yale ambayo tumeweza kuielezea kwenye wiki Jumanne na Alhamisi. Comme sanction, vous allez doubler les offrandes de mardi. Kama adhabu inabidi mulipe sadaka ya Jumanne na Alhamisi nyinyi ambao mlikuwa mpo. Amen. Amen. Parce que vous m'avez pris au moins 10 à 15 minutes. Kwa sababu umenichukua dakika zangu 10, 15 ili nirudie mafundisho ambayo nimeshaongea. Parce que je vais mettre fin à cet enseignement. Inabidi nimalize hii mafundisho. J'introduis pour la semaine prochaine. Ninataka kuendelea na mafundisho mengine Parce que la semaine prochaine, kwa sababu wiki ijayo, wiki ijayo on aura une semaine de feu. Tutakuwa na wiki ya moto. Je ne serai pas comme ça là. Sitakuwa hivi mnavyoniona. Je ne sais pas si je viendrai pieds nus. Tu vas me supporter. Sijui kama nitakuja pekupeku utanishangaa. Peut-être je viendrai en culotte avec le body. Labda nitakuja nimevaa pensi na body. Parce que la semaine prochaine sera une semaine de prière, de combat sans arbitre. Kwa sababu wiki inayokuja itakuwa ni wiki ya maombi makubwa. Sans arbitre. Hakutakuwa yule ambaye anaweza kutukataza. Donc c'est-à-dire tous les coups sont permis. Lakini inamaanisha kwamba movement yote inaruhusiwa. Et on va utiliser pas seulement les armes conventionnelles, on va utiliser les armes mais non conventionnelles. Tutatumia silaha ambazo hazijaruhusiwa. Tu connais les armes qu'on a toujours utilisées? Unajua silaha ambazo huwa tunatumia. Mais la semaine prochaine on va utiliser les armes mais non conventionnelles. Lakini wiki ijayo tutatumia silaha ambazo haziruhusiwi. Je vais vous expliquer les 3 sortes de réussites. Nitawaambia aina 3 ya mafanikio. Leurs conséquences. Na hatari zake na madhara yake. Première réussite, elle est naturelle. Mafanikio ya kwanza yako natural. C'est-à-dire tu peux réussir sans pourtant prier, sans pourtant toucher au fétiche naturellement. Inamaanisha kwamba unaweza kufanikiwa bila kuomba, bila kushika kitu chochote, lakini unafanikiwa. Quelqu'un qui a fait des bonnes études, il a fréquenté mes écoles, il est devenu ingénieur, professeur. Mtu ambaye amesoma vizuri, amekuwa engineer, anafanya kazi vizuri, anaweza kufanikiwa kwenye maisha yake. Mais chaque réussite a des conséquences négatives ou positives sur base de la base, donc à cause de la base qui la soutienne. Mafanikio yote ina matokeo mabaya au mazuri kutokana na msingi wayo. Tu peux devenir pauvre comme ça dans un clin d'œil ou bien tu peux te retrouver au chômage. Unaweza kuwa maskini kwa dakika kidogo au unakuwa umeshindwa kabisa. Deuxième réussite, elle est diabolique. Mafanikio ya pili ni mafanikio ya kishetani. Quelqu'un qui a traité une alliance avec le diable. Mtu ambaye ameingia agano na shetani pour réussir. Ili afanikiwe. Mais laisse-moi te dire. Lakini acha nikwambie. À la poubelle tout ce qui se trouve c'est la pourriture. Kwenye jalala kila ambacho kinakuwaka huko ni vitu ambavyo vimeoza. Satan n'est pas sérieux. Shetani hayuko serious. En principe, on l'a chassé au ciel. Kikawaida waliweza kumfukuza mbinguni. Il a oublié même ses chaussettes et les chaussures. Amesahau hata shoksi, viatu vyake alivisahau huko mbinguni. On l'a chassé main vide. Alifukuzwa mikono mitupu. Et il n'a rien. Yeye ana kitu. Est-ce que me fait comprendre? Naeleweka vizuri. Et dans la Bible il est descendu avec une forte colère. Biblia inasema kwamba alishuka na hasira kubwa. Satan est méchant. Shetani ni hatari. On l'a chassé, n'a pas pris le transport, n'a pas payé le bus, n'a pas pris l'avion. Alifukuzwa, akuchukua basi, akuchukua ndege, alishuka hivi. Mais Dieu est bon, il n'est pas fracturé. Lakini Mungu ni mwema, akuumia alivyomtoa shetani mbinguni. Shetani alishuka tu, akuumia. Il n'était pas fracturé. Akuumia. Mais écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Un mariage que le diable te donne. Ndoa ambao shetani anakupa. C'est avec les conditions. C'est avec? Avec les conditions. Zinakuwaka na masharti. Amen. Amen. C'est avec les conditions. Zina masharti. Bebe hivi. Chukua hii, eka kwenye chakula, eka kwenye mto, eka chumbani. Amen. 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 Si tu vois une femme qui n'est pas à l'aise avec son mariage, c'est-à-dire il ne sait pas la base de son mariage. Mais si la base de ton mariage c'est Dieu, même le problème, ce n'est qu'une petite perturbation de réseau, ça va s'améliorer. Mais si c'est Dieu qui te l'a donné, assure-toi que tu vas souffrir et tu vas mourir avant la mort. Ukimwona mwanamke hayuko huru, hajatulia kwenye ndoa yake, anahangaika sana, ni kwa sababu anajua msingi wa ndoa yake. Lakini wewe ukijua kwamba ndoa yako ni Mungu ndiye alikupa, hata kama kuna changamoto kwenye ndoa yako, utaenda kwa yule ambaye alikupa ili atatue tatizo zako kwenye ndoa yako. Amen. Amen. Si diable te donne l'argent, shetani akikupa pesa, tu seras méchante plus que la méchanceté elle-même en question. Utakuwa mkali kuliko hata ukali mwenyewe.
Raison pour laquelle ceux qui ont l'argent avec provenance diable, ils ne partagent pas. Ndio maana wale ambao wanapata pesa zao zinatoka kwa shetani huwa hawashare, hawatoi. Lui a sacrifié son père pour avoir l'argent. Yeye amemtoa baba yake ili apate pesa. Et toi tu venais lui parler de ton père que toi tu n'as pas l'argent mais il est en famille, il est malade, que lui te donne l'argent. Unakuja kumwambia kwamba baba yako anaumwa, yeye achukue pesa kupe. Lakini yeye aliweza kumtoa baba yake. Tu vas lui parler de rentrée scolaire et cependant lui a sacrifié ses enfants pour avoir l'argent. Unakuja kumwambia masuala ya watoto shuleni, lakini yeye aliweza kutoa shule za watoto wake. Unakuja kumwambia masuala ya watoto wako shuleni. Troisième réussite. Mafanikio ya tatu. C'est celle qui est la meilleure. Ndo mafanikio mazuri. Réussir avec Dieu. Kufanikiwa pamoja na Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema ya kwamba ni mafanikio ya Mungu ndo ne laisse suivre d'aucun chagrin. Ni mafanikio ya Mungu iko vizuri, inakuja bila manunguniko yoyote. Écoute-moi bien. Unisikilize vizuri. Si Dieu te donne quelque chose, Mungu akikupa kitu, sois calme. Uwe tu, yani uwe umetulia, tulia. Si Dieu te donne quelque chose, Mungu akikupa kitu, si Dieu te donne un mari, Mungu akikupa mume, akikupa mwanamke, le travail, akikupa kazi, te donne le voyage, akikupa usafiri, akikupa biashara kubwa, sois calme, tulia. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, Biblia inasema, Psaume 60 verset 14, avec Dieu. Zaburi, Psaume chapitre 60, Zaburi 60 verset 14. Mstari wa 14. La Bible dit, Biblia inasema, avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits. Tutafanya makubwa. Avec Dieu, pamoja na Mungu, nous ferons des exploits. Tutafanya makubwa. Et il écrasera nos ennemis. Na atafinyanga madui zetu. Principe pour réussir avec Dieu. Kanuni ili upate kufanyikiwa pamoja na Mungu. Principe. Kanuni ya kwanza. Premier principe. Kanuni ya kwanza. Tu dois avoir un travail ou une activité si tu veux réussir avec Dieu. Uwe na kazi au shughuli fulani ukitaka kufanyikiwa na Mungu. Il y a que chez nous à l'heure d'essai, il y a la gratuité de maternité et les comme la réussite c'est pas gratuite. Huko DRC kuna ukienda kujifungua huko ni bure tu, maternity iko bure. Écoutez-moi, le premier principe, unisikilize. Tu dois avoir une activité ou un travail qui va générer l'argent pour ta réussite. Kanuni ya kwanza inabidi uwe na kazi au shughuli ambayo itakusaidia. Nous sommes en Genèse chapitre 2 verset 15. Tuko kwenye kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 15. Genèse chapitre 2 verset 15. Mwanzo 2:15 Biblia inasema, Dieu prit l'homme et la femme plaça dans le jardin d'Éden. Mungu amemchukua mwanadamu na amemweka mwanamke kwenye bustani ya Eden. Avec des missions. Na lengo mbili. Première mission. Lengo la kwanza, de cultiver. Kulima. C'est-à-dire Dieu n'est pas pour le paresseux, le paresseuse. Inamaanisha kwamba Mungu hayuko pamoja na wale ambao ni wavivu. Mama, n'ose pas faire marier ta fille à un homme irresponsable qui ne fait rien et qui n'a rien. Mtoto wako kwa mwanaume ambaye ni mvivu. Est-ce que me fait comprendre? Naeleweka vizuri. Sinon tu risques de continuer à nourrir ta fille, ton gendre et tes petits-fils. Inaweza kutokea unaanza kulisha mtoto wako, mume wa mtoto wako, wajiku wako, ukiwa unamwozesha mwanao kwa mwanamke, kwa mwanaume ambaye ni mvivu. Tu aurais fait quoi? Unafanya nini hapo sasa? Wanakuwa mtoto, unaozesha mtoto, unaanza kulipa, unaanza tena kutoa pesa ya chakula kwa mtoto wako ambaye ameolewa, kwa bwana ya mtoto, kwa mume wa mwanao, kwa majiku zako. Ni kazi gani hiyo? Mon frère, parce que si tu aimes une femme et que tu n'as pas l'argent, tu vas voler. Kaka, ukiwa unampenda mwanamke na una pesa, utabaki kuwa mwizi. Cherche d'abord le travail. Tafuta kwanza kazi. Assure ton travail là. Tafuta kazi. Et par après. Baadaye. Et commence. Unaweza ukaanza. Même la fille qui t'avait refusé avant-hier. Hata kama yule mwanamke aliweza kukukataa juzi. Ukiwa una pesa. Elle va revenir avec vitesse mais ça sera trop tard. Atarudi wakiwa anakimbia lakini itakuwa too late. Donc Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin de Dieu. Inamaanisha kwamba Mungu ameweza kumweka Adamu ndani ya bustani. Anamwambia kwamba awe analima. C'est-à-dire, inamaanisha kwamba, ma sœur, mon frère, ndugu na kaka, je vais dire une chose. Ninataka kuambia kitu. Tu dois faire quelque chose. Inabidi ufanye kitu fulani. Et tu es dans la pensée de Dieu. Ambacho kiko kwenye fikra ya Mungu. Je vais vous envoyer une parenthèse. Nataka nifungue mabano kidogo. Frère, kaka yangu, et quand tu veux épouser une femme, ukitaka kumuoa mwanamke, n'épouse pas une femme pour les conditions présentes. Usimuoe mwanamke kwa sababu ya kuonekana kwake kwa leo. C'est ça, non? Muonekano wake wa leo. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Ce sont les erreurs que beaucoup de frères ont commis dans leur vie. Ni makosa ambao wanaume wengi wanafanya.
Quand tu vas épouser une femme, ukitaka kumwoa mwanamke, pense que j'aurai l'argent. fikiria nitapata pesa. On va continuer avec elle. Nitaendelea na yeye. 2. Cha pili, N'épouse pas parce que tout le monde te pousse. usioe kwa sababu watu wote wanakupush. Oa, 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 oa. Hapana. Si elle est impolie, il faut jeter l'éponge à Kama ana adabu, umweke pembeni. atalabisha ba relation yako, ba affaire yako. Ataribu mahusiano yako, kazi zako na watu wengine. Oh non, en tout cas vraiment elle prie beaucoup. Oh, huyu mwanamke anaomba, yuko vizuri. Attends. Tulia. Tu ne vas pas la changer, laisse Dieu la changer. Hauwezi kumbadilisha. Kama hauwezi kubadilika sasa hivi umwache. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour la changer. Hauko Roho Mtakatifu ili umbadilishe. Parce qu'une fille qui aime son mari va changer automatiquement. Kwa sababu mwanamke ambaye anampenda mume wake atabadilika automatically. Mais toi tu n'es pas contre le problème. Lakini wewe mwanamke hutaki wakuonesha, wakwambie jambo. Utashanga, utaria. Utalia. Amen. 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 Un frère ou une sœur qui a des promesses, qui a une longue, qui a une bonne vision. Dada au kaka ambaye ana lengo, ana vision kubwa, Il doit marcher avec les 2 pieds sur terre. inabidi atembee na miguu miwili kwenye udongo duniani. Écoutez-moi bien. Unisikilize La vizuri. réussite d'un homme Mafanikio ya mtu, dépend à 80% de la femme qu'il va enrôler dans sa vie. mafanikio ya mume inategemea asilimia 80 na mwanamke ambaye ameoa. La Bible dit, Biblia inasema c'est lui qui trouve une femme. yule ambaye anampata mwanamke. Il n'a pas dit celui qui trouve, on n'a pas dit celui qui épouse une femme. Hawajasema kwamba yule ambaye amemuoa mwanamke hapa. C'est lui qui trouve. Anasema tu yule ambaye amempata Donc mwanamke. pour trouver, il faut chercher. Ili upate inabidi Quand vous utafute. cherchez, Ukiwa unatafuta, vous trouvez. unapata. Quand vous trouvez, Ukipata, vous allez assumer. utazingatia. Utachukua majukumu yako. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Certaines femmes, certaines filles souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas épousé les hommes visionnaires qui pouvaient quand même faire leur bonheur Wanawake dans une vision. wengi wanashindwa, wanalia leo kwa sababu hawakuweza kupata wanaume ambao wana malengo ya mbali. Écoutez. Ah, ok, ça veut dire. Mama, wewe usokuselesha mwana babakaje. Kama unataka kumwozesha mwanao, kulonji caprice enda to. Usifate udhaifu wake, anataka nini, anadeka, hapana. Ona wanye wano. Oh, anataka huyu tu, hapana. Wanye wabishi. Yule yupi? Na kusumire di papa. Atakununulia ndala. Bwana hadiba sele mwana babakaje, bambulisha kufamia bambule bushipa. Ukiozesha mtoto, lazima huyo mume asaidie kwa familia yako. Mama. Umana kumuselesha ukaolo wiba bukule ni hishimu yanabi mwenye. Unaozesha mtoto, unaanza tena kuchukua unga, unaanza kupeleka kwa hiyo mtoto ambao umeozesha. Mama yangu. Bayenda jina makanda na kumwele jifu. Mume wake ana nguvu tu ya kumzalisha. Wewe kushara sponsor jifu ni wewe unakuwa mtu wa kusupport hiyo mimba. Jamais. Hapana. Jamais. Hapana. Jamais. Hapana. Meme mukenga neba nefu mwa munda. Mimi ninateseka. Mukenga neba nefu mwa. Ninateseka miezi 9 na wewe tumboni. Unshia. Baba yako labda aliniacha. Jindo nkulele. Mimi naanza kukulea. Kumona mwana bado mamuko wabwache handa nseka. Kuna mwanaume fulana anakuja hivi. Uloni mukuna. Anakuja kwamba anasema anakupenda. Kusela. Akikuoa. Udani makanda kukuelebe kukuimichisha. Anakuja tena na nguvu ya kwanza kufanya wewe uanze kuja kuomba chakula kwangu. Meme kisponsoringa pindiu. Mimi ndio nakuwa mtu wa kuanza kuwasupport. Meme kurufuta maternity. Mimi naanza kulipia maternity kule hospitali. Meme makuruondo heshi. Wakiumwa mimi naenda tena kuwatunzishisha. Haiwezekani. Mama. Amen. Amen. Sumoyo. Ni aya. Uyaya mwe. Amen. 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 Et puis ma soeur. Dada yangu. Haru umene bake bukuguse. Ukiona wanataka kuoa. Angalia kwanza huyo mwanaume. Huyo mwanaume anaonesha mlengo, mambo yanayokuja, ana vision. Avenir wa muluma urumumvo no mudia kula. Lengo au future ya mwanaume unaisikia akiwa anaongea. Urumvo no wewe. Utasikiliza tu kwamba huyu. Karaguru Mungu wa muluma. Kuna mwanaume mwingine. Tutulela wit kidisisha. Anakuambia kwamba mimi na wewe tutafanya watoto 3. Nane. Mama wine balonda ba. Oh, nitamupa njina mama yangu, marafiki zangu 1 2 3. Musomba ni muluma kuyumva kumumutu mumu. Unakaa na mwanaume au sikilize tu kitu cha maana kwenye akili yake. Yeye tu ni watoto.
Amen. 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 Mama. Bibi kero kariba sira mwana eba. Unataka wamuoe mwanao? Kariba sira mwana. Watamuoa mwanao. Lakini umekaa hapo. Wezeni. Unapumzika, unasema he. Mungu yuko na shuhuda do mema kenda kana. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Si le diable veut détruire la vie d'un homme, Shetani akitaka kuharibu maisha ya mwanadamu, il suffit qu'il lui donne sa petite sœur et c'est fini. Shetani akitaka kuharibu maisha ya mume au mwanaume, inatakiwa tu ampe mdogo wake. Diable yemuso kunyanga vyo mwana bano. Kama shetani anataka kuharibu maisha ya mwanaume, ani muso kunyanga vyo mwana bukaji. Anataka kuharibu maisha ya mwanamke. Keno mushibe yeto. Hawezi kumuua. Ruwanga tari mulumu wa muchanda kumweshi. Atamupa tu mume wa giza au mwanamke wa giza anamupa. Écoutez. Unisikilize. Harumwe shana muluma. Akikupa huyo mwanaume wa giza, huyo mwanaume atakuwa na mapendo ya kweli, mapendo ya giza. Utaona huyo mwanamke wanamshauri, acha huyo mwanaume, ule mwanamke asikie hata ushauri. Wanakushauri. Mama analia, akilia tufanyeje sasa? Analia kwa sababu anataka kukuoa, anataka kukuua na wewe unataka kumkimbia. Amen. 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 Papa wangu ningambe. Baba yangu ninavyoongea. Ninaongea vitu vya kwenye Biblia. Abrahamu aliweza kumwambia mfanyakazi wake Eliezer. Bikera bwana aselela Isaka mukaje Isaka kati bidimi binayi bidimi mokumya nayi kayo chukoba mukaje to Abrahamu mwane udi kwa kena ko fo baje bamuselela. Amen. 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 Uruambira Abrahamu. Amemwambia Ibrahimu kwamba Abrahamu ruambira mwenda. Ibrahimu amemwambia mfanyakazi wake. Useledi mwana anye bakajiba mumusoko yoto. Usimuoe mwanangu wanawake wa kwenye nchi hii. Mumwambia to. Amemwambia hapana. Uvumumanyi. Nilikuwa nimejua. Amen. Amen. Premier principe, avoir le travail. Kanuni ya kwanza kabla ya kazi. Et travailler aussi pour l'avenir. Inabidi kanuni ya kwanza ukitoka kupata kazi inabidi kufanya kazi kwa ajili ya malengo. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Celui qui a besoin de réussir dans sa vie, yule ambaye anataka kufanikiwa ndani ya maisha yake, il n'a pas besoin de commencer avec de grandes choses. Ana ulazima wa kwanza na vitu vikubwa. Il peut commencer avec 100,000. Anaweza kwanza na 100,000. Mais dans sa pensée, ndani ya fikra zake 100,000. Anajua hiyo 100,000 va atteindre les millions. Itafanya milioni. Est-ce que je me fais comprendre? Ninaeleweka vizuri. Est-ce que fais comprendre? Ninaeleweka vizuri. Tunaweza kuwa na bosi kari yako. Tunanunua vitu. Tunauza vitu, tuna restaurant. Lakini utofauti wetu namna yetu ya kufikiria. Tunaweza kuwa wote miaka 5 tupo kari yako. Miaka 10 bado tupo kari yako wote. Je voulais parler à quelqu'un. Nataka nimwambie mtu. Si tu veux aller loin. Si tu veux aller loin. Ukitaka kwenda mbali. Ne reste pas longtemps dans une seule activité sinon tu finiras pauvre. Usibaki muda mrefu kwenye shughuli moja, utabaki kuwa maskini. Amen. Amen. Quand vous restez longtemps dans une seule activité. Ukibaki muda mrefu kwenye kitu kimoja ambacho unafanya, ça devient l'habitude. Inakuwa mazoea. Quand c'est l'habitude, c'est une seconde nature. Ikiwa mazoea inakuya uhalisi wa pili. Amen. 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 Troisième principe. Kanuni ya tatu. Il faut savoir garder ce que vous faites. Inabidi ujue kutunza vile ambavyo unafanya. Lama mudumu. Tunza kazi yako. Lama mudumu. Tunza kazi yako. Neme ka chef wa kumudumu. Umheshimu bosi wako. Lekele mtu mukolo.
Hacha ujeuri. Lekela mtu mukole. Hacha ujeuri. Neema kashefu au mujumu. Umheshimu bosi wako. Nashie ntutwe. Hata kama ni kaka yako. Nashie ya pastor weba. Hata kama ni mchungaji wako. Udi pastor mu eglise. Ni mchungaji kanisani. Kumudumu shefu weba. Lakini kwenye kazi yeye ni bosi wako. Ni wewe mwenye pastor mpesha machi. Wewe usio unamchezea unafanya mizaa na mchungaji. Pastor mpelesha mema pastor mpelesha. Mchungaji naomba unisikilize. Udi pastor mu eglise. Wewe ni mchungaji kanisani. Karimu Kariokata. Lakini hapo Kariakoo wewe ni mchungaji. Wewe mkashala pastor Karioka. Ukibaki mchungaji huko Kariakoo. Hapa kusoka mu Tanzania. Kuangusha. Karioka uri chef. Huko Kariakoo wewe ni bosi. Nanyo mwangasha mwanene. Hata kama unamwajiri mtoto wako. Hata kama unamwajiri mtoto wa kanisani. Kwani mwangasha mu eglise to? Au hujamwajiri kanisani? Ngumudimu. Umemwajiri kule kazini. Umudimu. Kazi ni kazi. Mudimu kitatu. Kazi ndo baba. Mudimu kimama. Kazi ndo mama. Ninaambia mama mko hapo mwana. Ninaambia mama fulani hapa. Kunekilisha mudimu wenza auto. Hapana kuzao. Lekela bantu bakuseka. Hata kama lekela bantu bakula. Watu wanaongea. Lekela bantu baamba. Watu wanaongea. Ni objectif. Wewe una malengo. Una malengo. Bakuseka lelo. Wakucheke leo. Malaba. Lakini kesho. Bali bakuseka lelo. Ni bakusomba makuta malaba. Bali bakuseka lelo. Ni bakusomba makuta malaba. Bali baseka lelo. Ni bakuhanyisha ruhangu lwabo malaba. Bali bakuseka lelo. Ni bana kunashima kweba. Ni bana kutusomba makuta. Ni bahamoi. Ni hakuwenza mulimo wa. Tukutumuseka. Tukenda tumwaba. Njinambira mwana wa Nzambi. Leka baseka bayeba. Leka baseka mukajeba. Kari bayeba. Lakini mume wako akiwa anafanya kazi. Njinambira mwanda mukwa. Ninakwambia le premier juge de Dieu devant les hommes c'est le temps. Muamuzi mkubwa wa Mungu kumbele ya mtu ni wakati. Mama. Mana ngwabi. Acha nikwambie. Uruona na biruha nabi. Vile ambavyo unauza. Mbona ulibienza nabi? Vile ambavyo unafanya. Bienza propre. Uvifanye vizuri. Halo kabiha nao. Haujenda na viuza. Uviweke vizuri. Fite chile. Paka vizuri poda yako. Heka lipstick. Hela pudra. Heka poda yako vizuri. Heka wigi vizuri. Lukisha tusugu tuwe babi. Weka vizuri sura yako. Uweka na mushilangana. Utakuwa una utofauti na wengine ambao unafanya wakati. Kila ambacho unafanya ni kwa muda. Hakumbana riba. Lakini muda ukifika. Zandu wa John Kapeta. Ya kwele meshi. Ivulelo wabe. Niwele chidia. Atakufanyia jambo. Bali bakuseka lelo. Wale wanakucheka leo. Wale ambao wanakucheka leo. Wataendelea kusema. Lakini wewe. Niwele chidia. Utaendelea. Jingamba ni wewe. Wewe. Niwele chidia. Utaendelea. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Na shiba seka fiancé wa mwana. Hata kama wakiwa wanamcheka mchumba wako. Nani hana chips? Mama. Hata kama wakiwa wanamcheka mchumba. Nani bendo wa mwana hana chips? Hata kama mume wa mtoto wako anauza chips. Avenir duko. Lakini lengo future ipo. Mushia mu masamina. Umwache umweke kwenye maombi. Mushia mu masamina. Umweke kwenye maombi. Mama yangu. Unisikilize vizuri. Kakutu muntu mumanya Nzambi. Mtoto ambaye ni mtoto wa Mungu. Wenza mudimu. Akiwa anafanya kazi. Ushala mumu. Akiwa kwenye kazi. Kabitu danshi kwenza kato. Hakuna kila Nzambi ndi mkuleshe. Mungu ambaye ninakwambia. Nzambi wa mashintu. Mungu wa mikuku. Nzambi tuambula ba. Mungu ambaye anatoa watu. Yaambula ba hashi. Anatoa watu chini. Wela kulu. Anapandisha juu. Waambula ba fukulu. Anachukua watu chini. Wela hashi. Anaweka watu chini. Nzambi ni mkwambile. Mungu ninakwambia. Utuhesha bantu makuta. Ni Mungu anawapa watu pesa. Ni vuni makuta. Anachukua watu uhesha bakwa. Anawapa watu Nzambi ni mkulesha. Mungu ninakwambia. Nzambi wa mashintu. Mungu ana vitu vikubwa. Uri Nzambi. Mungu. Utunye na bantu makuta. Anachukua pesa. Uhesha bakwa. Anawapa wengine. Utu Nzambi. Ni Mungu ambaye. Utatoa bakayimweza. Atakamba baba yako. Shuhuma kwa bakayimweza to. Kama baba yako Shuhuma kwa bakayimweza. Shuhuma kwa bakayimweza to. Nzambi wa John Kapata. Unaweza neba. Fanya jambo. Unaweza neba. Fanya jambo. Mwamba amena. Jintu urukaridisha. Sema amena vitu. Mwamba amena. Sema amina. Chukwambila bya Nzambi. Natokea. Bitu kabibi ashikweseka. Vile ambavyo vitafanyika. Kufali wenu. Vile ambavyo vitafanyika. Kwenye baba yako. Mukubamba mure. Mama yako. Wazambi wakapeleka. Mungu wa pastor. Bibi ezeka. Vitafanyika. Bibi ezeka. Vitafanyika. Nasha bantu baswa. Hata kama Nasha kaba ibaswa. hata kama Nasha bamba. hata kama wanaongea. Nasha kaba ibamba. Hata kama wanaongea.
kweli. Zambi wanyime. Mungu wangu. Zambi wachilomuja. Mungu wetu. Zambi wacholo kapeta. Zambi tukwachila mulimu. Mungu ambaye tunafanya. Uri zambi kweshala bantu malabeba. Zambi wanyibema. Zambi wamashintu. Ashintulele fiweba. Ashintulele fiweba. Abadilisha maisha Zambi yako. wanyibema. Mungu wangu. Zambi washansa shila. Mungu wangu. Mwabarisha bashansa chushikila. Afanye makubwa. Zambi wanyaluwa chaba chansa. Mungu anyoroshe Zambi mkono wake. wamwimpa. Mungu Zambi wamwebolu. Mungu Zambi wajuu. wakona kwa kuri makaranimpa. Mungu akupe ndoa nzuri. Umusha kwa kubinsonji bebe wewe. Mungu ajaribu kufuta machozi yako. Zambi enza bwana. Mungu afanye jambo na wewe. Mungu afanye jambo na wewe. Zambi enza bwana. Mungu afanye jambo na Bafani wewe. weba amanya. Juu ya familia yako. Zambi tushalasa. Mungu ambaye anabaki kuwa Zambi Mungu. tushalasa. Mungu anabaki kuwa Mungu. Zambi tushalasa. Mungu anabaki kuwa Mungu. Jumamba mudinge. Sema ya kwamba Zambi siku ya leo, ujinisha. Mungu ambaye ninamwamini. Zambi hari bantu Ni bachoka. Mungu ambaye Zambi anachoka. bwela muchana. Ni Mungu ambaye Hari bantu anafanya bachoka. makubwa. Watu wajua Zambi bwela wanachoka. muchana. Mungu anasimama. Zambi wanyibema. Mungu wangu mimi. Wewe ukari muchoka. Hata kama Wewe ukari umechoka. muchoka. Hata kama Zambi umechoka. wanyibema. Mungu wangu. Abona muchano. Akupe nguvu. Akulila mvita. Akupigilie vita. Makuseka bikola. Makuseka bikola. Wamekucheka sana. Karibu mujinde. Leo asubuhi ya leo. Njukulila ni zambi. Mungu yupo. Zambi mulonenda. Mungu ako pamoja na Zambi wewe. mulonenda. Mungu ako pamoja na Zambi wewe. mulonenda. Mungu ako pamoja na Umusha wewe. bisonjibe. Afute machozi Umusha yako. bisonjibe. Afute machozi yako. Njingambira mama. Ninaongea na mama mmoja. Njingambira mama. Ninaongea na mama Ruth. Kavuni muluma mwimpato. Alikuwa na mume mzuri. Viwenda mushikile. Maisha yake ilikuwa imekuwa Mama mbaya. imara nkwambira. Acha nikwambie kitu mama. Ulile mwana baba kashaba. Unaona vile ambavyo vinatokea mwanao wa kike. Yeme da muluma mwimpa kinacho kufika to. Muda ambao mume mzuri atokee hajawahi kufika, hajafika. Kukondana zambi to. Hapana kumlaumu Mungu. Njinkwambira. Ninakwambia. Rita vumusomba. Ruth alikuwa amekaa. Songo to ujila mwati. Halikuwa na ndoa ya kabaila analia. Muda ulikuwa umefika. Rita mulo kusela. Ruth aliweza kuolewa. Rita mulo kusela. Ruth aliweza kuolewa Boaz. na Boaz. Njinkwambira masema. Ninakwambia dada. Nasha mulo mwakupa na Mungu. Kama ule mume wa Nasha mwibiji yeye Mungu. hata kama wa Nasha pili. fiasemuya. Hata kama huyo mchana. Njinkwambira mujinde. Ninakwambia siku ya leo. Kabafube bato. Wewe. Kabafube bato. Walikuwa sio wa Kabafube bato. wale waume. Chanzambi. Ya Mungu ni ya Mungu. Cha Mungu. Ya mtu ni ya Mungu. Mudinda jale. Asubuhi ya Zambi leo. wazoni kapeta. Mungu wa John Kapeta. Zambi wanyimema. Mungu wangu. Akututa kasha. Akufanyie Nicheba mema. wewa. Akupe mume Akututa wako. kasha. Akupe mume wako. Nifiase wako azami. Akupe mchungaji wako. Nihuluma wako azami. Akupe mchungaji. Wabiso jibeba. Akupate Kabi hekito. Akufuta Kabi hekito. machozi ya Jema hapa mudinde. Zambi wakapeta. Mungu wa John Ashintule Kapeta. viweba. Abadilishe maisha yako. Ashintule viweba. Abadilishe maisha yako. Ashintule viweba. Abadilishe maisha yako. Wewe ulibaseka bikono. Wewe ambao waliweza Wewe kucheka ulibaseka bikono. wamekucheka sana. Zambi vumuitaba. Mungu Bwana amekubali banji bakuseka. wakucheke kwanza. Bwana bantu bonsu Ili bamani. watu wote wajue. Bwana jibe diende Muda jukumbana. wote ukifika. Zambi wa imema. Mungu wa mkubwa. Zambi wa John Kapeta. Mungu wa John Kapeta. Zambi wa mashintu. Mungu wa vitu vikubwa. Zambi wa chanza mwandomona. Mungu wa kitu Zambi kikubwa. tuanga tabi tuhaji. Mungu anachukua vitu Zambi chini. tuanga tabi haji. Vitu anachukua chini. Ibiteka kuru. Anavipandisha Yeye juu. Zambi hao. Mungu. Abula fiweba. Atoko vitu Uri chini. mushala haji. Atoa maisha Wewe chini. ulibaseka. Kaipandisha Wewe juu. ulibamba. Wewe ambao Wewe unacheka. ulibahekula. Wewe ambao Zinandira wanaogelea. muntu mudinde. Ninamwambia Zambi Mungu udilenda. Mungu ambaye ni naye Kukulani binsonjito. hawezi akakufuta machozi tu, Urukatangira mushimi mwabuti binsonji bilo. lakini atenda kwenye chemchemu ya machozi. Anashika bisosi Atakuja kabisonja. kukausha hiyo machozi. Jinambira mama Ninamwambia mkwa. mama fulani Nayo sikia leo. mshale ni kapitali Hata kakesi. kama wamebaki na Nayo pesa mshale kidogo, makuta makese. hata kama wamebaki na Sois courageuse. Uwe na ujasiri. Sois courageux. Uwe na ujasiri. Zambi turutoka kule nebe. Mungu ambaye tunaongelea Zambi ni hapa. ukuleshe. Mungu ambaye ninakwambia. Utubanga zero. Mungu anaanza kwenye sifuri. Ukufikisha ero. Anakufanya wewe Utufikisha mshindi. mtu zero. Anamtoa mtu chini. Ukufikisha ero. Anamfanya Wewe uri mshindi. mudinde Kwa mwabe. sababu asubuhi ya leo Jindeklara viweba. ninatamka. Jindeklara viweba. Ninatamka kwa maisha yako. Mwaja nufu mujila. Kilio ambacho uliweza kulia. Mwaja nufu mujila kumpala. Hicho kilio ambacho uliweza kulia. Deception wa kumpala. Kuumizwa ambacho uliweza kulia. Deception muibidi ya. Maumivu ambao uliweza Kwa kulia. musangu muisato. Lakini kwa Kwa maana kujila kabidito. hauwezi tena kulia. My God, my God. Hauwezi Kwa tena kujila kulia. to. Hautaulia Kwa tena. kujila to. Hautaulia Kwa tena. kujila to. Hautaulia tena. Mwaja ni wa kumpala. Mungu ambaye Mwaja ni wa kumpala. alikuwa ni Mwaja ni wa kumpala. kuumiza kwa Kwa maana, Musa. lakini kwa
kwa maraini hautalia tena. Wewe Musa Hautalia tena. kwa kujile to Hautalia tena. Uri mudile musango wakumpa Wewe umeweza kulia mara moja. Umeweza kulia mara Musa lakini ya mara tatu leo ujila hautalia. Kariku ujila bwa luta tuto Hautalia ujila bwa bishanka lakini utalia mara furaha. Zambi unjinene Mungu ambaye ninaye leo wakambane alisema ya kwamba Banshibeya bataniua Jitu kuja kumpana siku ya kwanza, Jitu kudibili siku ya pili, Karutu kudisatu siku ya tatu Jinshuka nitafufuka. Jikwambira wewa Ninakwambia Ufubade wewe sevar Musango wakupala Ufubade sevar Musango mwibidi Wa musango mwisatu Ala tashanzambi Ala tashanzambi Ala tashanzambi Ala tashanzambi Ala tashanzambi Zambi ni mkulesha Mufo jitu kudia kumpa Mufo jitu kudibili Warutu kudisatu Wakabika Jinkwambira Jinkwambira Pertanu wakumpala Pertanu wakumpala Pertanu wibija Wae Musa Jinkulesha zambi Zambi wa recuperation Zambi wa recuperation Zambi wa recuperation Zambi wa recuperation Recupere chikuchishimina Recupere chikuchishimina Ni mushina weba Ni bana beba Ni jibaka jeba Recuperesa Recuperesa Zambi ni mkwambina Zambi wa restauration Zambi wa restauration A restaurer viwe A restaurer mishina ye A restaurer mishina ye A restaurer ma relation ye A restaurer koko A restaurer koko mishina ye Zambi ni mkulesha Mungu ninayekwambia Bakamulisha Bakamukumbana to walimupiga vita. Jinkulesha mukanda wa zambi Ninakwambia Biblia nasema hivi Job verset premier Ayubu mstari ya kwanza Muperdre byonso Ayubu aliweza kupoteza kila kitu. Bamuseka Waliweza kumcheka. Muko atanzambi Aliweza kumshikilia Mungu. Havimujimijao Aliweza kupoteza vitu. Batu bakula bambe Watu walikuwa wanaongea. Mwenza bubi Walisema huyu amefanya mabaya. Mungu amemwacha. Jinambira muntu mugwa Ninamwambia mtu fulani. Bali bakula belekela bakula. Watu wanaongea. Bali bakula belekela bakula. Wacha waongee. Mama Urumumona binsonji bitu bihweka. Unaona machozi yako yakiwa yanamwangika. Ninamwambia dada mmoja. Binsonji bihweka. Machozi yanamwangika. Omutana mwini muluma mwina. Ukipata mwenyewe ule mume. Na shavu nende. Hata muda ambao ulikuwa naye. Mvano aleze tu. Ulikuwa tu hauko huru, hauko vizuri. Hata familia yako ilikuwa iko vizuri. Ulondeshe telefone muhite IGF. Anafuatilia simu yako utafikiri kama sijui nini. IGF amu ni agent de sécurité. Watu ambao ni agent ambao wanakagua. Wewe vwano sambile. Wewe ukiwa unaomba. Nzambi mumvo milombo. Mungu anasikiliza maombi. Mulekela ya. Umwacha aondoke. Jinkwambe mwanda bukwao. Kuna mtu Chintu chimpo wenachi. Chintu chimpo wenachi. Si chaini bonne chose. Kama ukiwa na kitu chema. Dieu ne va permettre que cela parte. Ukiwa na kitu chema Mungu hawezi kuruhusu kiondoke. Mais si ce n'est pas une bonne chose. Kama sio kitu chema. Dieu va permettre. Mungu ataruhusu kiondoke. Même si tu pleures. Hata kama unalia. Dieu va permettre. Mungu ataruhusu kiondoke. Que cela parte. Ataruhusu tu kiondoke. Je voulais parler une chose. Nataka kumwambia mtu. Wewe mwana chibi chidikanga. Wewe ukiona milango imefungwa. Mani hanyima kakone bwana bonsongutu. Inamaanisha kwamba nyuma ya mlango hakuna kitu cha maana. Zambi ndi nkulesha. Mungu ninayekwambia. Zambi ndi nkulesha. Mungu ninayekwambia. Zambi watu permettre. Ni Mungu ambaye anaruhusu. Bena mushongo. Watu wakiza. Watu ambao ni wachawi. Wafanye mambo yao. Wacheze. Wakiwa wanacheza. Na kurimuka. Hiyo michezo yao itabadilika. Nyao kurumuka. Itabadilika. Ninakwambia kitu kimoja. Resito wa muvi. Mafanikio ya maisha. Zambi rumwa kukusoko wewe mama. Mungu anaweza kukuficha wewe mama. Kusoko kwa papa wewe. Anamficha baba. Kadi kujula mwana. Anainua mtoto. Kujula mwana. Anainua mtoto. Mungu ambaye ninaongea. Mungu ninayemwongea hapa. Ni Mungu ambaye aliweza kumuua baba fulani. Aliweza kumuua mama fulani. Anamwacha mtoto pekee. Mtoto yatima. Ana baba ana mama. Amekaa kwa mjomba wake. Huko kwa mjomba wake. Yeye alikuwa sio balozi. Alikuwa ana cheo chochote. Lakini huyo mjomba alikuwa nizamu. Alikuwa nizamu. Wanamuita Mordekai. Alikuwa amesimama mlangoni. Alikuwa analinda. Mungu wa John Kapeta. Amechukua mtoto yatima. Amechukua mtoto yatima. Walikuwa wanamchukua
katusonga kuri bakato katusonga kuri bakato yenda byaichi wa bantu karibu wazambi kibya kuitako wazambi ya banyi mukanda ruamba Esther wakasola aliweza kuolewa mukalenge aliweza kuolewa na mfalme. Zambi undinga ngambeo. Mungu ninayemwongelea hapa. Zambi undinga ngambeo. Mungu ninayemwongelea hapa. Zambi undinga ngambeo. Mungu ninayemwongelea hapa. Uri capable. Ni yeye ana uwezo wa kuangata makuta. Kuchukua pesa. Avukai manji kumweka mufami. Ambaye hajawahi kuonekana kwenye familia yako. Mungu anakufanyia wewe anakupa mtu. Lorsque Isaac épouse maintenant. Wakati Isaac aliweza kumwoa Rebeka. Rebeka arrive au mariage. Rebeka amefika kwenye ndoa. Bito biendeke. Mambo hayaendi. Il devient maintenant stérile. Amekuwa tasa. Or, la stérilité n'était pas l'hôtel de la famille de Rebecca, mais la stérilité venait de l'hôtel de son mari, il est allé épouser. Ukiangalia vizuri hapo, utasa ilikuwa sio madhabahu ya familia ya Rebecca. Utasa ilikuwa ni madhabahu ya familia ya Isaac. Pendant que Isaac faisait semblant, wakati ambapo Isaac alikuwa anapuzia, Rebecca va commencer à le bousculer. Rebecca alikuwa anamupush. Il le pousse. Anamupush. Pour qu'il puisse invoquer Dieu. Ili akapate kumuomba Mungu. Quand il a invoqué le Dieu d'Israël. Wakati aliweza kumuomba Mungu wa Israeli. Et ils ont eu le jumeau. Waliweza kupata mapacha. Frère. Ndugu mpendwa. Il faut épouser une femme qui va t'aider à avancer spirituellement dans les choses de Dieu et dans les affaires. Inabidi kuoa mwanamke ambaye atakusaidia kuendelea kiroho, kuendelea kimwili na kwenye mambo yako yote, biashara yako, kazi zako. Une femme capable de faire une analyse objective, une étude minutieuse sur ce qui se passe dans la vie de son mari, qui va comprendre que mon mari a un problème, au lieu d'acculer, je dois le pousser. Une femme capable de gêner à l'insu de son mari. Une femme capable de donner le souffrance pour la réussite de son mariage. Kukagua, kuangalia shida gani ambayo inaenda kwenye maisha mume wangu. Nifanye nini ili kumsaidia mume wangu? Tufanye kipi ili tutatue hiyo shida? Huyo mwanamke ndio mwanamke wa kuoa. Et puis j'ouvre une parenthèse. Ninafungua mabano. J'ouvre une parenthèse. Ninafungua mabano. Si tu es l'aîné de la famille. Ukiwa mzaliwa wa kwanza. Suivez-moi bien. Unifuate vizuri. Si vous êtes l'aîné de la famille. Wewe kama ni mzaliwa wa kwanza. Un homme ou une femme. Mwanamke au mwanaume. Il faut épouser une femme ou un homme qui a une spiritualité élevée. Inabidi uolewe au uoe mtu ambaye ana hali yake ya kiroho ikiwa iko juu sana. Wewe ukiwa mzaliwa wa kwanza kwenye familia yako, wa kike au wa kiume, inabidi uangalie vizuri yule ambaye atakuja kukoa. Inabidi awe na hali ya kiroho yake iwe juu sana. Parce que le combat d'un fils aîné et d'une fille aînée est différent d'autres enfants dans la famille. Kwa sababu vita ya mzaliwa wa kwanza ni vita tofauti na watoto wengine. Vita ya mzaliwa wa kwanza ni vita tofauti na watoto wengine. Kwa hiyo ukitaka kuolewa na mzaliwa wa kwanza, ujiandae vizuri kichwani kwako. Hali yako ya kiroho inabidi iwe nguvu sana, kwa sababu vita vyake ni tofauti na vita vya watu wengine. Kwa nini mzaliwa wa kwanza ana vita vikubwa? Nipe sikio niwaambie vitu. Généralement, kihalisia kawaida, sur 100% des fils et les filles aînés, asilimia 100 ya watoto wazaliwa wa kwanza, 10% kama tubaresiri mu vie. Asilimia 10 wengi wao huwa hawafanikiwi kwenye maisha. Mnajua kwa nini? Mwana wa kumpala ni mtoto wa kwanza, akiwa wa kike au wa kiume, hadiano bamulele, akiwa amezaliwa tu, jufuro giridi tukato, kama mimba haijatoka, yeka yumufoto, kama hajafa, hari uchumunde mvita, akiwa anafaulu hizo vita. Mukaji mulo baselangana, wakati mke na mume wanaolewa, vita ya mume na la mke ya upande wa kike ya panda mume wake, ya mke wake, ili atake free wa kumpala, inapiga vita mzaliwa wa kwanza. Kise pourquoi? Ndio maana mwana wa balu mwa kumpala, mtoto wa kiume wa kwanza, wao wabaka shwa kumpala, hao wa kike wa kwanza, utuni vita bikengela kumufijile milambu kumusambijile pikoni, anakuaka na vita sana. Inabidi kumuombea, kumutoa sadaka sana, kumupeleka sana kwenye maombi, kwa sababu ana vita vingi sana. Kitu cha kwanza, soit urusha la ndumba, anaweza kakuwa msharati, anyi urusha la utatakana bya tulasu bilekela, hao anakuwa aeleweki kwenye shule, afundi vizuri ili awaibishe wabantu bari bambani, ili watu waseme kwa unaona mzaliwa wa kwanza. Bwana mwana ukumpala, kwa sababu mtoto wa kwanza c'est un guide wa bari barohanyim, ni guide, ni kiongozi kwa wale ambao wanaokuja. Yenda mvita, vita vyake yeye vitu vita mikolo, ni vita vikali sana. Kibwalu kai, ndio maana yeye wa balum,
Akiwa wa kiume asela mwana wabakaji udi kimwana mukaji utusambilo to asela mwana wabakaji udi mumanyanzambi. Akiwa mzaliwa wa kwanza wa kiume inabidi aoe mwanamke ambaye anamjua Mungu, sio yule ambaye anaomba, hapana, yule ambaye anamfahamu Mungu vizuri. Asela mukaji wana hadiyo hatukayo shara kubinu. Akiwa anatoka mke wake anabaki kwenye maombi. Ke mukaji wa yeye omai musali debe mukaji bilu musalo wambule telefone ubanga kufuye. Sio mwanamke ambaye mume ko bafunya naoga, mwanamke anabaki anaanza kukagua kwenye simu, muda hata wa kuomba unabaki unaanza kukagua kwenye simu. Look at me. Unaona simu ya mume wako en opposition ni kipingamizi, telefone wa mukaji ni upinzani. Simu ya mume wako pouvoir, simu ya mke wako ni mamlaka. Urumu mwana mukaji wa ndumba yonse. Mwanamke malaya utuga bana amanya mukaji wa mulumuru hatukanenda. Huwa anapenda kujua mke wa huyo mwanaume ambaye anayetoka naye. Wewe udidesha kumbelu, lakini wewe tayari uko kwenye nyumba. Mukanye procès. Wewe ambao uko kwenye ndoa umeshachuka salimia nyingi. Telefone wa muluma en opposition. Simu ya mume wako ni upinzani. Haruka bwa kalotanga telefone nao. Ukiwa unaangalia hiyo simu, jiprepare kwa bintu bibiri. Ujiandae na vitu viwili. Estomac, vionda vya tumbo, tension, pressure, glycemie ruhueka. Pressure itashuka, sukari itashuka. Ube ipo urubanda. Pressure inaweza ikapanda. Wewe msokushala matu kwa bunya habuloba. Itaka kubaki maisha marefu duniani. Evite telefone wa mume. Epuka simu ya mume wako. Imana. Nyando ambili. Nakwambia. Example. Kwa mfano. Mema ndio mtafeli. Mimi ni mfanyabiashara. Jina ba client, baba. Nina wateja wangu wa kike na wa kiume. Mungu wa mwangu tumene je t'aime. Mwingine anaweza katuma kwamba ninakupenda. Kimemo mwambie tu yeye. Sio mimi nimemwambia, yeye ndo ameniambia nakupenda. Lakini wewe ukiona hiyo nakupenda kwenye simu. Papa wenda ni tu twenda kibantu mvua ikambeshe bila. Kwa mfano baba yake au kaka yake ndo wale huwa nawapa biashara na wapa nguo. Njimo anda munanya no mutu. Na mimi naweza nikamujibu kwamba mwaosi. Na mimi pia nakupenda. Shiperdera marshadi hanyuma watu. Ili nisiharibu biashara yangu. Karimpinji weheba. Lakini wewe ukifika hapo wewe kala ngala kufuchina nzubu kusumbira bilamba uvire bimpi bo ma afera ningenza we mulonda telefona wikala bintu binaye estoma ubanga kunwa mabela wewe ukiwa unafuata simu yangu wewe tulia tu nikiwa nafunulia nguo na kupa chakula, lakini unajitolea unaanza kuangalia simu yangu, pressure itakupanda, vionda vya tumbo utapata. Amen, amen. Je vous dis hadi Isaka ulolela pingiu bana ba maka sababu jabu lulelu imani. Wakati Isaka aliweza kupata watoto mapacha wawili, kizazi kimekatika, hakuweza kuzaa tena. Udulela Jacob ni Esau. Amempata Yakobo na Esau. Jacob yaenda akasela. Yakobo pia ameenda kuoa. Je vais chuter. Nataka nimalizie, unielewe vizuri. Nataka kumalizia. Haruye bwa kasela. Alipoenda kuoa, uruambila Laban. Amemwambia Laban, chakukwenzele muri muchana nato. Sitakufanyia kazi bure. Tuhetangana. Tuelewane. J'ouvre une parenthèse. Nafungua mabano. Nsomberi yonsu fo kuhetangana. Mukalio wote inabidi kuelewana. Mondo ama affaire fo kuhetangana. Inabidi kuelewana, hata kama kwenye biashara inabidi mukae muelewana. Tuenze bishi. Tunafanya vipi? Amen. 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 Na shwe nsongaji. Hata kama ukiwa na binti kunanga hetangana ni muntu wambia bishi. Wewe mwanamke hata kama ukipata mchumba, ikaa nayo mwambie. Ngambile ngala mumanyi. Niambie ni iwe ninajua. Amen. Amen. Uruka sera mukashiba mwambira bwani. Ameenda kuoa, wamemwambia kwamba inabidi afanye kazi miaka 7. Bakashiba vuba biti. Wanawake walikuwa wawili. Ya ni mwangu. Ilikuwa ni dada na mdogo. Ilikuwa ni Resho na Lea. Seta bwasela Rachel. Ameweza kufanya miaka 7 ili apate kumuoa Resho. Rachel bavubana babiti. Resho walikuwa wawili. Lea vuni mesubuleo. Lea na Resho. Lea alikuwa na macho ambao imezuba. Mais Rachel était belle de taille et de figure. Lakini Resho alikuwa mzuri wa umbo na uso. C'est celui que Jacob avait aimé. Ndio yule ambaye Yakobo aliweza kupenda. Mais son beau-père lui a dribblé. Lakini babake mko aliweza kumfanya mambo mengine. Urumwambelenu. Amemwambia kwa chima wetu. Kanuni ya familia yetu. Kabitu bienseka nunguto. Haifanyikaki hivi. Mon frère. Ndugu mpendwa. Ma sœur. Dada yangu. Nous nous préparons semaine prochaine. Ujiandae wiki ijayo. Ndi tu détruire ma hôtel. Tutaribu madhabahu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nzambi wa mujulu, Mungu wa mbinguni, Nzambi wa Bishop Kapeti, Mungu wa Bishop Kapeti, Nzambi wa nyimeme, Mungu wangu mimi, Nzambi mulonene, Mungu ambaye ninaye, anubenesha, hawabariki, anubenesha, hawabariki, anubenesha, hawabariki.